uwepo wa Afrika na jukumu lake muhimu katika Biblia. Kwa sababu kama nilivyosema kuwa watu wengi wanadhani kuwa wazungu ndio walileta dini huko Afrika. Lakini huu ni uongo. Kwa sababu injili ilikuwepo Afrika muda mrefu sana. Hata kabla haijaenda Ulaya. Watu wa kwanza kabisa kuupokea Ukristo walikuwa ni wa Afrika. Sasa tukiongelea Ulaya ni hapa majuzi hapa ambapo sasa na wao waliamua kutumia Ukristo kama ni sehemu ya kulinyonya bara la Afrika, kwa sababu walijua Waafrika wanampenda Mungu. Kwa kama wanampenda Mungu, tunaweza sisi tukatumia hiyo kumpenda kwao Mungu, alafu ndio basi tukawapata kwa namna hiyo. Kwa ndio maana unaona Afrika sasa ikawa imepotea kwa namna hiyo. Watu wengi watakuja kukuambia kuwa Ukristo aliyekuwa ameanzisha alikuwa ni Constantine the Great mwaka wa 325 mpaka 331. Yes, tunakubaliana na hilo. Lakini ukumbuke, kwa sababu Constantine the Great au Constantine mkuu wa kwanza alikuwa ni mtawala wa Rumi ambaye wakati ule sasa, unakumbuka unabii ambao Yesu aliutoa alipokuwa Yerusalemu, alipokaribia mji, aliuona kwa mbali, akautolea unabii akasema, hapa Yerusalemu wauae manabii, halitasalia jiwe juu ya jiwe, bali watakuchukua na nini. Kwa sasa mwaka wa 70 tunakumbuka ndio huyu Kaisari alikuwa anajulikana kama Pompeo, ndio alikuja sasa akaja akavamia ile Yerusalemu, akabeba maandiko akaondoka nayo. Ndio mpaka wameyatunza mpaka mwaka wa 325 anakuja sasa huyu Constantine the Great kuja kuanzisha sasa Ukristo, kwa sababu alichukua baadhi, kwa sababu wao walikuwa kutoka Israeli. Yes, ndio kuyapeleka Rome. Kuyapeleka Rumi. Ndio walipovamia pale Rome hapo Israeli, Yerusalemu wakapeleka Rumi. Na ukumbuke wakati huo jamii zilizokuwepo ni za watu weusi pale Israeli. Pale Israeli. Wao walikuwa na wao wamechanganyikana. Umeona hapa tutaenda kwa sababu kwa mtu ambaye anakusikiza wakati huu ukizungumzia Israeli anakuwa ile picha ya watu weupe. Ndio. Hiyo haina shida, tutafika huko. Lakini tutachimbua kwa sababu pia kuna safari ya watu kutoka Babeli mpaka Timbuktu, huko Timbuktu ambako sasa ndio Afrika hii. Sawa. Ndio wapi mwalimu huko? Okay, ni hapa Afrika. Huko Mali. Chini Mali ambako kule kuna bwana yule alikuwa anaitwa nani? Mansa Musa. Mansa Musa tajiri namba 1. Lakini naomba nirudi hapa. Kwa hiyo kumbuka wakati huo wote sasa wametoka hawa Warumi wameivamia hii ambayo ni Yerusalemu mwaka wa 70 baada ya Kristo. Wameivamia, wameenda nayo, wamechukua yale maandiko, wameenda nayo huku. Na baadaye Constantine the Great anapokuja ili kuchanganya sasa pamoja na dini yake yeye ya kipagani, kuchanganya na haya maandiko ya hawa na mambo, akaangalia mambo ambayo hayatakuwa threat kwa kingdom yao, ndio ukazaliwa sasa hii ambayo tunaita ni nini? Tunaita Christianity, ndio Ukristo wenyewe. Sasa kuna watu naona wamejifichia kwenye hiyo historia na kusema kuwa Ukristo ulianzishwa na wazungu, mfano mzungu kama huyo Constantine the Great. Lakini ukweli ni kuwa kabla Ukristo haujaenda Ulaya, Ukristo ulikuwepo Afrika. Ndio maana yake. Kwa Ukristo ulikuwepo Afrika, na Mungu siku zote amekuwa akifanya kazi kubwa sana katika ili bara. Kwa nimeona kuna watu ambao wanajaribu kuongea hivyo, na umeona wanapewa airtime ya kutosha kusema kana kwamba dini ya Kikristo na labda dini ya Kiislamu ni dini ambazo zimetungwa na watu. Nafikiri wasikia watu wa namna hiyo, kuwa zimetungwa na watu. Kristo Yesu hajawahi kuwepo. Hapana, lazima turudi katika historia, kwa sababu historia na sisi pia tunaijua. Mtu akija na historia na vitabu vyake vingi, kwa sababu kitu kimoja mimi Bwana Deogratas Festo kinachonishangaza,
Mtu kama amekuja na vitabu vilivyoandikwa na wale wanafalsafa wakina Aristotle, vimeandikwa na wanafalsafa wakina Epicurus, vimeandikwa na wakina nani huyu, kuna huyu mtawala alikuwa anaitwa Alexander the Great, vimeandikwa na wakina Herode, anaviamini vile vitabu. Alafu anakuambia Biblia ni imetungwa. Okay, vile unavyovisoma venyewe havijatungwa. Nataka hapa watu waweze kuelewa jambo moja. Vile venyewe unavyovisoma vya hao wakina Alexander the Great, wakina Epicurus, wakina Plato, wakina nani hao, venyewe je, havijatungwa hivyo vitabu? Na una uhakika gani kama unaweza ukahakikisha kuwa wakina Plato walikuwepo lakini Yesu hajawahi kuwepo? Yani inakaje kaje? Kwa nini ya Yesu au ya Mtume Muhammad iwe ni haijakuwepo, lakini hawa wakina Plato na wakina Epicurus wao walikuwepo? Yani inakuaje kwaje? Kwa unakuja kugundua hii ni aina nyingine tena ya namna watu wanavyotaka kuipindisha historia, kwa sababu kumbuka Biblia inaelezea historia ni kuhusiana na mtu mweusi. Na ndio maana tulianza kuongea kwenye hizi points ambazo nilianza kuziongea. Pointi namba 1 nilikuambia Adam aliumbwa kutokana na udongo. Na udongo una rangi gani? Umeona udongo una rangi gani? Kwa ndio mambo ya namna hiyo lazima sasa tuweze kuyajua ili kuepuka sasa ya stories za namna hii. Okay, kuna watu wengine wanadai kuwa Israeli pale hakuna ushahidi wa unaoshikika. Nafikiri wanasema hivyo, tofauti na Misri, Egypt huko, kwa sababu kuna ushahidi Egypt unaoshikika. Sawa? Okay, twende tu pole pole. Ni ukweli kwa sababu yaliyoandikwa yako mpaka leo kule Egypt. Mfano hizo piramidi ni za miaka mingi ziko. Lakini wanadai kuwa Israeli huku hakuna nini? Hakuna ushahidi unaofanya nini? Unaoshikika. Sasa na mimi ningetaka kumwambia msikilizaji wetu kitu kimoja ili aweze kuelewa. Ni kwamba Israeli ilikuwa inavamiwa sana. Sawa. Israeli ilikuwa na, unajua nature ya watu wakivamia, kwa sababu zamani zile uvamizi wa zamani zile uko tofauti na wa leo. Zamani zile walichokuwa wanakifanya wakikuvamia wanachoma mji kabisa. Kwa maana ili kuondoa historia kabisa. Yes, wanakufutilia mbali na historia yako. Ni sawa na leo, tungesema leo wanapiga bomu la nyuklia. Unaona? Okay, pigwa bomu la nyuklia, kila kitu unaona kitakuwa kimekaa ndivyo sivyo. Alafu mtu akija akikwambia hapa kulikuwa na nyumba na wewe saa hizo unaona ni magofu, hauwezi ukaamini. Kwa hiyo hii ya kusema kuwa kwa sababu hakuna ushahidi katika taifa la Israeli yaliyoandikwa kwenye Biblia, kwa hiyo inafuta historia kuwa Yesu Kristo hajawahi kuwepo, au inafuta historia kuwa Ukristo haujawahi kuwepo, ni dini zimetungwa na watu. Hiyo sio kweli ndugu yangu. Hiyo yani ni mambo tu ya watu ambao sasa wameamua kufanya hivyo, kwa sababu ujue kuna wale atheist ambao ni wapagani ambao wao hawaamini kama kuna Mungu. Na hawa wapagani pia hawaamini kama kuna Mungu, kwa sababu watu wa vile ujue wao wanaamini kwenye hii physical realm. Umeona, ambayo ni ulimwengu wa mwili. Yani hii physical state naweza kusema, yani vitu vinavyoonekana, kwa sababu nikwambie kwa mtu mfano kama mwana science, unaona hapa studio tuko mimi na wewe. Lakini mimi hapa nikaanza kukuambia kuna watu wengine 10 wako hapa. Wewe utaanza kunionaje mimi? Utaona huyu amechanganyikiwa. Mimi namuona yeye tu hapa ananiambia kuna watu 10 ndani ya hiki chumba. Umeona, ndicho wanachokitaka wao. Lakini sasa kumbuka haya mambo mengine ni mambo ya nini? Mambo ya kiroho. Yani ambayo ni mambo ambayo ni spiritual, ndio maana mambo hayo yanakaa namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana nataka sasa tuweze kuiangalia historia, kwa sababu kwanza wanaosema wazungu ndio wametunga dini, wametuletea sisi Ukristo, sio kweli. Kwa sababu Ukristo unaonekana nature yake ulianzia Afrika. Haujaanzia kwa wazungu. Huko kwa wazungu lienda baadaye. Lakini nature ya Ukristo ni Afrika. Ndio maana nikakwambia kuhusiana na yule toa ambaye wakati wameenda kwenye sikukuu, ni Ethiopia, alikuwa anatokea Ethiopia, wameenda kwenye sikukuu kule Jerusalem. Wakati yuko kwenye gari lile anasoma gombo la chuo, akatokea Filipo. Hii habari iko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Akatokea Filipo, anamuuliza, kwa sababu alikuwa anasoma gombo
somo la nabii Isaya. Filipo anamuuliza kuwa hayo unayoyasoma unayaelewa? Akasema no, nitayaelewaje kama hakuna mtu wa kunielewesha? Kumbuka huyu ni treasurer kutokea wapi? Kutokea Afrika, Ethiopia. Sawa. Kwenye kingdom ya Ethiopia. Kwa hiyo huyu anaulizwa, maana hiyo iko kwenye Biblia hiyo. Kwa anaulizwa na Filipo, je, hayo unayo ya ongea unayajua? Huyu bwana anasema hapana, nitajuaje kama mtu hakunifafanulia mambo haya? Kaambia okay, ndio akamwelezea pale. Baadaye yule bwana akasema, sasa kama ndio hivi, kumbe aliyoyatabiri nabii Isaya ndio huyu Yesu Kristo amekuja. Mimi ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Ndio kwa mara ya kwanza sasa wanaona mtu anashuka kwenye gari, Filipo anaenda anambatiza huyu towashi. Na huyu towashi, kumbuka, alikuwa yeye ni ndio tusemeje, yani mtunza fedha zote za ufalme huu wa nini wa Ethiopia. Ndio kwa mara ya kwanza sasa anatoka kule akiwa ni Mkristo kuja Ethiopia. Si unaona hiyo? Maana hapa tunaongelea ni miaka michache tu baada ya Yesu kupaa. Hapo bado hata wakina Constantine the Great ambao tunaambiwa kuwa ndo wametunga Ukristo wamekuja. Ndio maana nikakwambia mwanzo, Yesu utasema wametunga Ukristo kwa sababu Constantine the Great yeye alichukua maandiko ya Wayahudi akachanganya na tamaduni zake za kipagani. Ndio maana unaona mpaka siku ya kuabudu ikabadilika, badala ya kuwa Jumamosi ikawa ni Jumapili. Kwa sababu hizo zilikuwa ni tamaduni zao. Kwa walibadilisha wenyewe. Yes, walibadilisha kutokana na utamaduni wao. Yes, utamaduni wao. Kwa sababu walichanganya haya maandiko ya Wayahudi lakini na tamaduni zao ili zisingilie. Ndio kukazaliwa sasa Christianity. Umeona hii dini ya Kikristo. Ndio baada hapo ikaenda ikazaliwa. Ndio tamaduni zingine ni mfano kama kusherehekea Christmas tarehe 25. Tarehe 25 sio Yesu hakuzaliwa hiyo tarehe. Hiyo watu walijue hakuzaliwa hiyo tarehe. Ila kwa sababu tumekuta sasa Ukristo huu wanaoongelea ambao waliutunga wenyewe kina Constantine. Ambao ni Ukristo sasa wa magharibi. Ukiachana na Ukristo wa mashariki. Kwa sababu kuna Ukristo wa mashariki na Ukristo wa magharibi. Ukristo wa mashariki ndo Orthodox wale sasa ambao wao wanafuata kutokana na ile Wayahudi wa zamani. Kwa mwalimu na maana kwamba Orthodox wanaabudu Jumamosi. Ndio. Wayahudi wanaabudu Jumamosi mpaka leo. Yes. Hata nimekumbuka mwalimu. Yes. Kuna kipindi fulani ilikuwa Bukoba, kuna kanisa la Orthodox. Yes. Mahali fulani Bukoba kama uelekea Ziwani. Yes. Wakati napita pale nilikuta wanaabudu. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Wao wanaabudu Jumamosi kwa sababu wao wametoka kule wamefuata. Sasa sisi kwa sababu tumeathiriwa sasa na huo Ukristo sasa wa magharibi ndio maana sisi wengi makanisa mengi wao yanaabudu Jumapili. Lakini pia Biblia ikasema watakapokubaliana watu, kama mmekubaliana siku ya Jumapili ndio mtaabudu, it's okay. Kwa tumekuta mifumo ambayo ipo kwa sababu hii ilikuwa ni utamaduni ule wa wale watu wa nini Warumi kule. Na ndio maana nikakwambia mfano kama hiyo tarehe 25 kwa sababu Yesu hakuzaliwa tarehe 25. Hiyo Orthodox hawasherekei tarehe 25. Hapana. Wao washerekei. Wao ni tarehe 7 mwezi wa kwanza I think. Kitu kama hicho. Na Pasaka? Pasaka ni mwezi wa 4. Mwezi wa 4 nafikiri. Ngoja nitaifuatilia vizuri. Sawa, limuendelea tafadhali. Lakini umeona mfano sasa hiyo ni wao hawa Warumi kwa sababu kulikuwa na dini ya kipagani kabla ya Ukristo kuzaliwa. Kulikuwa na dini ya kipagani ambayo dini hii wamehama kutokea Babeli ambako miaka hiyo nyuma ambayo unapata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 11, mtu mmoja akiwa anaitwa Nimrod. Nimrod ambaye sasa kule Babeli yeye walikuwa ni waabudu miungu wale ambao wanaabudu jua. Sasa Mungu alikuwa na muabudu mkubwa ni jua. Lakini ndani ya Babeli hiyo kumezungushwa maminara mengi yanamwakilisha Mungu, alikuwa anamuita Mungu Marduk. Minara kama 360 hivi. Sasa 360 unajua ndio siku hizi zenyewe. Kwa hiyo kwa mwaka mzima. Kwa hiyo minara sasa iko huko imezunguka hivyo. Niliwahi kukuambia hili lakini ngoja nilirudie tu kwa faida ya wengine. Alipokufa Nimrod, mkewe Semiramis alichepuka. Alipochepuka akapata ujauzito. Sasa atawaambiaje watu, yeye ni malikia na mfalme amekufa. Mimba ameitoa. Ndio ikabidi aanze kuwapanga watu. Kawaambia, mnaona hili jua linavowaka Nimrod alipokufa aliyeyuka.
alafu akaenda sasa, ndo lile jua linapotuwakia sisi. Kwa lile jua sasa, mimi ndo limenipiga lile jua, nika-conceive, nikawa na huu ujauzito. Kwa hiyo sasa wale watu wakasema, sasa huyu kama Mungu huyo, maana wao walikuwa wanamwabudu huyo Nimrod kama Mungu. Kama Mungu anaweza akalala naye huyu mama sio mtu wa kawaida, kwa naye ni Mungu pia vile vile. Umeona, ndio sasa tarehe 25 mwezi wa 12 akazaliwa mtoto anaitwa Tamuzi. Tarehe 25 mwezi wa 12. Tarehe 25 mwezi wa 12. Na ambao Utatu Mtakatifu huu ulikuwa Mungu Baba, Mungu Mama na Mungu Mwana, ambao naitumia Warumi, ambayo Warumi sasa wao wakaja wakaigeuza kwa mama, wakaja wakatoa wakaweka Mungu Roho. Unaelewa? Yes, kwa ndio maana uwezo ukakuta haya masuala ya Trinity kwenye Orthodox kuwa eti kuna yani kwa sababu kwa mtu anavyo picture ile picha, wao ukisema Utatu Mtakatifu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, mtu anapopiga picha anapiga picha mbinguni kuna Mungu Baba ambaye ukimwangalia ni kama mzee hivi wa siku, Mungu Baba. Alafu Mungu Mwana unamuona ni kijana hivi. Alafu Mungu Roho ni kama na umbo la njiwa hivi. Lakini ukweli ndio maana unakuta Waislamu na Wayahudi wanawacheka Wakristo kwa sababu wazanyi mnaabuduje miungu mitatu? Umeona, lakini ukweli hatuna miungu mitatu. No, Mungu ni mmoja, isipokuwa sasa kuna ile akili ile ndio Baba mwenyewe. Yaani ule uwezo ule asiyekuwa na mwanzo wala hana mwisho. Ndio hiyo nini? Ndio Baba mwenyewe sasa. Alafu ukija kwenye upande huu, huyu mwanaume aliyetembea miaka 2000 juu ya uso wa dunia, ameikanyaga hii ardhi akiwa anaitwa Yesu. Hiyo sasa ndio huyo anaitwa nani? Anaitwa Mwana. Ni tafsiri tu. Ndio maana unakuta iko namna hiyo. Kwa sasa hizi ni tamaduni pia ambazo hawa Warumi pia walizikopi kutokea Misri. Kwa sababu Misri pale kulikuwa na Mungu anaitwa Ra ambaye ni jua pia. Misri pale. Misri. Huyo Mungu anaitwa Ra. Na huyu Mungu Ra akazaa watoto wawili. Akawa na watoto wawili ambao mtoto wa kwanza alikuwa anaitwa Set na mtoto wa pili alikuwa anaitwa Osiris huyu, sawa? Sasa huyu Seti wanasema yeye alikuwa ni mtukutu. Kwa hiyo akawa anaenda kinyume na baba yake, akaondoka, ambapo wengine wakamtafsiri Seti kama Satan. So nataka unielewe vizuri, Seti huyu kama Satan. Lakini huyu Osiris yeye alikuwa ni mtu ambaye anamtii baba yake. Na Osiris akaoana na mwanamke anaitwa Isis. Unaona? Na baada ya kuoana wakazaa mtoto anaitwa Horus. Huyu mtoto Horus sasa ndio hiyo, na wao wakawa na Utatu Mtakatifu, yani Mungu Baba, Mungu Mama na Mungu Mwana. Kwa hizi sasa tamaduni zote mpaka unakuja kwa Warumi wamezikopi hizi tamaduni, na wanapokuja kutengeneza Ukristo ndio wanakuja wanaingiza nini? Wanaingiza hizi tamaduni zao. Ndio hiyo sasa huo Utatu Mtakatifu ambao wao walikuja kuingiza kwa sababu zilikuwa ni tamaduni. Na wakati mwingine walisema hawajui tarehe Yesu alizaliwa kwa sababu kwenye Biblia haijaandikwa. Basi tuteue hiyo tarehe 25 watu washerehekee. Umeona? Ndio maana watu wengine wanalaumu, mnasherehekea sikukuu za kipagani. No, ni nani tunayemsherehekea? Kwa sababu ukituambia tunasherehekea sikukuu za kipagani sio kweli. Kwa sababu ni nani tunayemsherehekea? Sisi tunamsherehekea Yesu Kristo. Kwa lazima tuende, haijalishi ni tarehe ngapi. Yes, haijalishi ni tarehe ngapi. Kwa ndio maana sasa kwa hii historia nakwambia kuwa Ukristo haukuanzia Ulaya. Ulikuwepo Afrika kabla ya hao wakina Constantine the Great. Kabla ya mwaka 325 Nicaea Conference, 325 mpaka 331, ambapo huyu Constantine the Great amekusanya mabishop kama 1600 kwa ajili sasa ya huo Ukristo. Nafikiri niliwahi kukuambia habari moja ya bwana Pastor John. Wana na watu wengine pia. Kwa hiyo hilo liko namna hiyo. Sasa nimekuambia, kumbuka huyu Towashi tunayemsoma kwenye Biblia ilikuwa ni kabla ya Constantine the Great. Utasemaje Ukristo umeanzia Ukristo umeanzia Ulaya wakati Mkristo wa kwanza
kuingia Afrika alikuwa ni huyu Towashi. Sawa. Ambaye Towashi na ameenda kawaambia watu wake kule. Na hao watu wake na wao wakasema jamani, basi jamani, basi sisi tumepokea hiyo Injili. Ukristo ukaendelea pale. Isipokuwa Warumi, kwa sababu walikuwa wanataka kuitawala dunia, na ili uitawale dunia lazima upige kwenye kitengo cha dini. Na wameweza na wameweza. Na ndio kwa sababu wakati mwalimu anazungumzia hivyo, niko nawaza sasa hapa. Ikiwa unasema Ukristo ulianzia Afrika. Yes. Na ama ulikuwepo hata kabla ya kwenda Ulaya. Yes. Sisi ina maana kwamba vitabu gani ambavyo tulikuwa tunatumia mwalimu? Vitabu? Vitabu gani? Kama kitabu Biblia. Ni hii Biblia. Na ndio maana labda ni kutazamisha jambo. Sawa. Tunaambiwa Ethiopia haijawahi kutawaliwa. Ni kweli mwalimu. Si ndio? Haijawahi kutawaliwa. Ethiopia ni kanisa gani? Orthodox. Biblia yao ina vitabu vingapi? 88. Si umeelewa? Kwa hii Biblia Warumi walipokuja wakaipata na wao wakaenda ni kama vile mwanzo ulivyosema kwamba baada ya kuchukua vitabu, madokumenti mbalimbali, walivichukua alafu wakaongeza na utamaduni wao, wakavichanganya kwenye kitu kimoja kwenye Biblia pale. Na ndio maana hata wakati tunazungumza wanasema vitabu vikapunguzwa, wakaongeza vya kwao vingine. Kwa Biblia ambayo yatupasa tuitumie ni Ethiopia. Ndio ambayo sasa hiyo utakuta vitabu vingi viko. Inamtukuza hata mtu mweusi. Na vinamtukuza mtu mweusi. Na ndio maana unakuta hizo Biblia hazijawa maarufu sana, kwa sababu watu wanaongelewa mle ndani ni watu weusi. Kumbuka Ethiopia haijatawaliwa. Character hawajawahi kubadilika. Character ni wale wale. Umeona? Nilielewa point moja. Bwana mmoja akasema, "Je, tungetawaliwa na China, baba wa imani angekuwa ni Ibrahim kweli?" Au angekuwa ni Chikwantai. Umeelewa kitu kama hicho? Lakini tuangalie mfano sasa wa Ethiopia. Haijawahi kutawaliwa. Baba wa imani ni nani? Ni Ibrahim. Kwa maana yake tunapata uhalali kuwa ni ukweli. Sasa Ukristo huu ulipoanza kugawanyika, Ukristo wa magharibi na Ukristo wa mashariki, hapa ndio kwenye shida. Sasa watu wafuatilie. Hii tunaongelea ni mwaka wa 1054 baada ya Kristo. Ndio Ukristo huu ulipoanza kugawanyika, ndio yakaanza haya matabaka kutokea. Je, nyinyi wa Kristo ni wa Kristo kutokea wapi? Mmerithi kutokea magharibi au kutokea mashariki? Umeona? Kwa haya ndio mambo sasa ambayo nadhani ni muhimu sana tuweze kuyajua au tuweze kuyaelewa. Ndio maana watu wanaposema dini ya Kikristo ni dini ya wazungu. Sawa, mimi nakubaliana na hilo. Dini ya Kikristo ni dini ya wazungu. Lakini ni dini ya wazungu kwa maana gani? Kwa maana hiyo niliyokueleza, hiyo ya kina Constantine the Great. Kweli. Lakini ndio maana unakuta Ukristo sasa huu wa mashariki ndio unakutana na hiyo Orthodox, ambayo yenyewe Orthodox kwa Ukristo wa mashariki ndio hii Ethiopian Orthodox. Unaona kuna Armenia, kuna Russian Orthodox na maeneo mengine. Lakini hii ni tofauti na Ukristo wa magharibi. Umeona? Kwa ndio maana wao walipoenda kule waliibadilisha itoke kwenye neno Orthodox iende kwenye neno Christianity. Umeona kuwa sisi ni wa Kristo. Lakini mwanzo Ukristo, neno Mkristo lilikuwa linatumika kama kuwakejeli watu. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume pale 11 nafikiri 28 wanasema wale watu wa kwanza, wanafunzi wa kwanza wakaanza kuitwa ni wa Kristo, yani wakiitwa kwa jina la yule ambaye alikuwa anajiita Kristo. Ndio maana yake. Kwa ndio leo hii basi sisi wote ni wa Kristo. Sasa kusema dini ya Kikristo ni dini ya wazungu, huo ni uongo wa siku nyingi sana. Na watu weusi wamejiona kuwa bila wazungu kuleta dini basi wote tungepotelea jehanamu. Hii sio kweli hata kidogo. Ndio maana nakuambia Ukristo ulianza kwanza Afrika kabla haujaenda Ulaya. Ndio maana nimekupa hiyo historia ya huyu. Maana hapa huyu Towashi ninaye muongelea, huyu Towashi tunamuongelea wakati wa Yesu Kristo amekuja duniani na amepaa kwenda mbinguni. Ndio tunamuongelea huyu Towashi sasa. Umeona? Kwa hiyo mtu akisema haya ni mambo ya uongo, sio kweli. Mtu
linakaa kabisa laoleza eti Ukristo na Uislamu ni dini zimetungwa. Zimetungwaje? Kwa sababu unapoongelea Uislamu ule, sasa Uislamu wenyewe hauwezi kaacha kumuongelea Mtume Muhammad ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ambaye Mtume Muhammad amezaliwa tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka wa 570 baada ya Kristo. Ndio, alafu mwaka wa 610 ndo anapewa utume akiwa kwenye pango la Jabali Hira huko. Ndo anapewa utume, anatokewa na Jibrili, anamwambia pale, Jibrili anamwambia maneno. Sasa mimi kicho nishangaza kwenye hii mambo, unaona watu wanaosapoti mtu anayesema Ukristo na Uislamu vimetungwa, ni vitu ambavyo havipo, na dini hizi haziko. Mimi kicho nishangaza, nimeshangaa kuona Waislamu msimamo wao ni ule ule mmoja. Yaani huyu aongeavyo, lakini Waislamu wamesimamia hilo moja, kuwa wewe uongeavyo, lakini sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Allah. Ila watu wanaomsupport au watu wanaosupport watu wa aina hii eti kwa sababu anasema anaijua historia, watu wanaosupport ni Wakristo. Ili likanifikirisha kuwa ina maana Wakristo kumbe hawana hata uhakika na Kristo aliye naye. Ndio maana mtu anaweza kawayumbisha hiyo. Yaani hawana msimamo yani. Hawana msimamo. Ndio maana mtu anaweza kawayumbisha kwa namna hiyo. Lakini sisi hatuyumbi kwa sababu historia tunaijua. Ukristo haukuanzia Ulaya, Ukristo ulianzia Afrika. Kama nilivyosema, watu weusi wamekuwa mojawapo ya mpango mkubwa wa Mungu tangu mwanzo, kwa sababu Biblia iko wazi sana kuwa ufalme wake ni kwa mataifa yote. Bwana Deogratias Festo, naomba unitafutie kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Yes, sura ya 17 mstari wa 26. Sawa. Matendo ya Mitume 17 26. Pale Biblia sasa ambapo kuna neno inaongea hapo, halafu tuendelee kuliangalia hapo. Mambo inabidi ya some kulikuli. Matendo ya Mitume 17 26. Inasema hivi. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote. Ndio. Wakiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Ndio. Si umeona huo mstari? Biblia inaposema kutoka katika damu moja, alifanya kila taifa kuwepo. Ndio pale nimerudi mwanzo. Adamu huyo alikuwa ni mtu mweusi pamoja na mkewe. Lakini hawa watu ndio wamezaa jamii zingine. Biblia si umeona iko wazi. Hebu turudie tena huo mstari. Tunasema hivi. Matendo ya Mitume 17 26. Unasema hivi. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote. Akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Si umeona hapo? Na Biblia ya nini ya Kiingereza inasema and hath made of one blood all nations. From one blood. Ndio maana nini ile different color one people. Si umeona hiyo? Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu ndivyo ilivyo. Sasa mstari huu manake unatukumbusha kwamba bila kujali tulikotokea wote ulimwenguni tumeunganishwa. Manake hakuna mtu duni wala mtu mkuu. Ndio maana yake, yani ile superior or inferior. Sasa angalia majukumu ya watu weusi katika kanisa la kwanza. Ndio maana nikasema Kristo sio Ulaya. Angalia majukumu ya watu weusi katika kanisa la kwanza, kwa sababu watu wengi hawajui jukumu ambalo watu weusi walikuwa nalo katika kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza la Kikristo lilikuwa Afrika. Utaniambiaje leo Ukristo umetokea Ulaya? Kanisa la kwanza kabisa lilikuwa ni Afrika, sio Ulaya. Hiyo ni kabla hata wazungu hawajui kitu chochote. Wakati wakiwa mapangoni. Ndio, kwa sababu kumbuka wazungu ndio waliomsurubisha huyu Yesu Kristo. Ule utawala wa Rumi. Sasa walijuaje? Umeona? Ndio maana wakachukua yale wakaenda wakayafungia, wamekaa nayo. Baadaye wakaangalia wakasema, lakini bora kama tunaweza tukawatawala wanadamu kwa kupitia dini. Hebu tufanyeje? Ndio sasa kuita watu mbalimbali. Maana Constantine the Great yeye ajui mambo mengi, aite mabishop sasa waanze pale na nini. Ndio kukachomoka sasa Biblia imetoka vitabu 88, kwa sababu pia kuna ile full edition ya Ethiopian Bible ina vitabu 150. Na imetoka huko imeporomoka mpaka vitabu 78.
nyingine inashuka mpaka vitabu 75. Umeona, ndio miaka ya juzi hapa Mwingereza naye anapotaka kuitawala dunia, naye ikabidi achukue Biblia hiyo hiyo naye akaporomosha naye pindua ikafika 66. Umeona, kwa maana yake sisi wa Afrika tukitaka kufuatilia historia yetu vizuri katika Biblia ni Orthodox Bible ndio inaweza ikatuambia vizuri. Sasa majukumu ya watu weusi, naomba tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa kwanza. Unasema hivi, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu. Ndiyo. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkirene. Kumbuka tunapoongelea Mkirene, kulikuwa kule na Simoni Mkirene aliyemsaidia Yesu msalaba. Yes, nakumbuka. Tunasema ni mtu kutokea Libya. Alafu hapa kuna Lukio Mkirene. Kwa sababu kipindi hicho Libya ya leo ndo walikokuwa wanatokea. Sawa. Na Manaeni alikuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Sasa ukimuongelea mfalme Herode, wao walikuwa ni wa jamii nyingine kama ya wazungu hivi. Yes, Herode. Kwa sababu Herode ni ukoo wa Esau. Alafu huyu Yesu yeye ni ukoo wa Yakobo. Umeelewa? Kwa ndo maana Herode ilikuwa ni rahisi sana Warumi kumtumia kama wakala wao, kwa sababu wao wanafanana. Herode na Warumi walikuwa wanafanana. Umeona? Kwa ndo maana kuambia kipindi kile watu walikuwa hawatambuani kwa rangi eti hawa ni black people, hawa ni white people. No, walikuwa watambuana kwa sehemu wanakotokea. Na nitaingia ndani zaidi katika hili ili tuweze kulijua vizuri, kwa sababu Afrika ina jukumu kubwa sana, na mtu anapotuletea historia yake kwa kuwanukuu wanafalsafa wakina Plato, wakina Aristotle, wakina Epicurus, sio wakina nani hawa, wakati historia tunaijua, kwa tutaiongelea vizuri sana ili iweze kujulikana. Sasa huyu Simeoni aitwaye Nigeri kwa lugha ya Kiingereza ni Niger. Hiyo lugha ya Kiingereza. Lugha ya Kiingereza neno ni Niger, neno linalomaanisha mtu mweusi. Lakini kumbuka alikuwa ni mwalimu na nabii katika kanisa la kwanza huko Alexandria, Misri. Huko ni Egypt, Alexandria, huko Egypt. Na hapo palikuwa ndio kitovu cha Ukristo duniani. Hapo Misri, tunaongelea Misri hapa hii ya kwetu Afrika. Hapo ndio palikuwa kitovu cha Ukristo duniani. Kumbuka hata Augustine wa Hippo, mmoja wapo wa mababa mashuhuri sana wa kanisa, alikuwa ni Mwafrika, mwanatheolojia ambaye ameshepu Ukristo kwa karne nyingi sana, lakini kabla hujaanza kuchakachuliwa sasa na hao waliokuja, kwa sababu walikuwa wanaangalia maslahi yao. Kwa ukiniambia leo Ukristo asili yake ni kutokea kwa wazungu, utakuwa unakosea. Sio Ulaya Ukristo, asili yake ni Afrika. Umeona, yani kutoka pale Israeli watu wa kwanza kupokea Ukristo au kumpokea Kristo ilikuwa ni Afrika. Sasa ndio Ethiopia ambayo tutakwambia haijawahi kutawaliwa. Karakta wake hawajawahi kubadilika. Na yani hivyo. Niseme hivyo. Sasa hii dhana ndio maana nikakwambia hii sio. Kwa sababu hata mbinguni kwenyewe kumbuke kutakuwa na mgawanyiko wa watu mbalimbali kule, wakiwepo pale watu mbalimbali. Kuna watu wa Banaga, watu wasema Biblia inasema nikaona hesabu ya wana wa Israeli nao ni 144,000 sijui. Sasa wengine nyinyi mtakuwa wapi? No, tuangalie hilo andiko, kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 9. Ufunuo wa Yohana 7:9. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Hili linaonyesha kuwa hakuna aliye mkuu kuliko mwenzake kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana yake. Maana yake tutasimama mbele zake Mwenyezi, mwenye enzi, tukimsifu na kusema umestahili Mungu wetu, maana wokovu una Mungu wetu milele na hata milele. Amina. Yani hakuna mtu. Ndio maana nikasema kuna watu wengine hasa kwa sababu wanadhani kuwa bila wazungu kutuletea dini ya
Afrika, manake tungekuwa sisi ni watu wa Jehanamu. Sio kweli. Ukristo ulianzia Afrika, ndugu yangu. Ni huku mbele tu mambo yalikuja yakabadilika na vitu vingine vikawa havieleweki. Lakini mwalimu, hata pia dini imetusababishia kuwa na hofu kubwa sana. Ndio. Na hiyo dini ambayo tulitiwa na Ukristo magharibi. Tufanya tuwa na hofu sana. Ndio. Sasa tukianza kutafsiriwa mambo ya mbinguni, sijui Jehanamu na nini, vitu kama hivyo. Tumekuwa na hofu sana, mwalimu. Yes. Walikuwa wanakujenga, wanakuprogramu akili, uache kuangalia dunia. Uangalie mawinguni. Ndio maana wao wana usemi mmoja, wanasema tengeneza tatizo, tafuta ufumbuzi, alafu ule ufumbuzi wauzie watu. Ni kwa mfano, nikupe mfano, sintamtaja jina. Bwana aliyetengeneza hii Microsoft ambayo tutatumia, au aliyetengeneza Windows tuseme, ambazo tutatumia kwenye kompyuta. Tengeneza ile, baadaye akaja akatengeneza virus, kirusi. Amekitengeneza kile kirusi, kikiingia kwenye kompyuta ni bure. Ila sasa kudhibiti kompyuta yako ili isiingiliwe na virusi wasije kutafuna mafaili yako na dokumenti zako muhimu, ikabidi sasa huyo bwana tena atengeneze antivirus. Lakini antivirus utaenda utainunua, lazima igharamie. Umeelewa? Kwa ndivyo ambavyo na wao walivyokuja kuprogram, walitengeneza kwanza tatizo kukuaminisha Jehanamu the way ilivyo mbaya, namna inavyowaka moto na nini. Sasa utafanyaje sasa hii Jehanamu ili ukwepane nayo? Kuna mbingu, na hii mbingu ili uingie unafanyaje? Lazima uishi maisha ya utakatifu. Hatukatai. Lakini haya maisha ya utakatifu naishije? Achana na nasa za ndio hapo sasa. Umeona, kwa wao walikuwa wanalenga kitu fulani. Achana na nasa za dunia. Usihangaike kabisa ya. Yes, kwa sababu duniani si tunapita. Sababu maisha ya utakatifu ni mazuri kabisa. Yes, ni mazuri kweli. Lakini sasa kile kitendo cha kuhangaikia. Yes, dhana ile. Ile dhana ile. Msisumbukie. Tule nini, tunywe nini? Hiyo ndio maana Mungu anajua yote mnayohitaji. Umeelewa? Kwa hapo ndio sasa shida ilipokuja kufanya nini, ndipo ilipokuja kuanzia. Lakini naomba niendelee kwa sababu historia, kwanza watu weusi wana urithi wa kimungu na kusudi maalum. Watu weusi wana urithi maalum na kusudi maalum. Urithi wa kimungu na kusudi maalum. Historia imekuwa ikiwaweka watu weusi tu kwenye mateso ya utumwa. Historia hii tunayoisoma hata mashuleni. Kweli. Mateso ya utumwa na ukoloni basi. Lakini ukweli ni kwamba upande wa pili watu weusi wamekuwa na mchango mkubwa sana katika historia. Tangu mwanzo Mungu alikuwa na kusudi la kimungu kwa watu weusi, na kusudi hilo mpaka leo hii lipo na linaonekana. Jambo moja wapo ni urithi wa utajiri kiroho. Tumeona vile watu wakuu walitokea Afrika, lakini angalia kwa mfano kanisa la Ethiopia linaweza kuwa la kwanza kuzalisha Wakristo wengi. Kanisa la Kiafrika lilizalisha baadhi ya Wakristo waliokuwa na akili sana, great thinkers. Yani hawa watu ni kanisa la nini? La Ethiopia, kanisa la Afrika. Mfano kama Augustine. Kumbuka watu weusi wamesimama imara katika imani hata wakati wa mateso, kutetea na kupigania imani yao. Kwa sababu sasa hapa tukiongelea Ukristo, tukiongelea Ukristo tutakuwa tunaongelea huu wa magharibi, lakini waacha tuongelee imani hiyo. Hiyo imani ambayo sasa ndio nyinyi mnaita Ukristo. Lakini Ukristo ni Ukristo huu wa magharibi, una shida kidogo. Kwa sababu watu walikuwa wana gain power. Ili watu waweze kuitawala dunia, kwa lazima hiyo. Sasa mimi naongelea imani yao, imani ya kumshika Kristo. Ndio maana yake. Kwa hiyo Kristo sio sehemu tu ya historia ya mtu mweusi, ila Afrika imekuwa sehemu ya historia muhimu katika Ukristo. Naomba nirudie hii pointi. Sawa. Ukristo sio sehemu tu ya historia ya mtu mweusi, ila Afrika imekuwa sehemu ya historia muhimu ya Ukristo. Ndio maana yake. Na leo hii tunaona bado Mungu anawatumia kwa viwango vikubwa sana watu weusi kwa ajili ya ufalme wake duniani kote. Lakini hatuendi duniani, tuanzie hapa nyumbani.
Umemuona hapa nabii mkuu vile ambavyo Mungu anamtumia katika viwango vya hali ya juu. Kumbuka ni mtu mweusi huyu. Lakini si tu nabii mkuu, na watumishi wengine pia ambao na wao Mungu anawatumia kwa viwango vikubwa sana. Tukianzia hapa nyumbani Tanzania. Alafu tutoke Tanzania tuje East Africa. Utoke East Africa uje Afrika nzima. Alafu utoke Afrika uende na kwenye mabara mengine ambapo kuna watumishi wa Mungu wakubwa wanafanya vizuri sana. Lakini unagundua mizizi yao ni kutokea wapi? Ni kutokea Afrika. Nafikiri unanipata hiyo. Nakupata vizuri mwalimu. Tunamuona yule dada yetu Apostle Catherine kule anafanya kazi kubwa sana. Lakini angalia nature ya ule upako ni kutokea wapi? Afrika. Ni kutokea Afrika, kwa maana kuwa Mungu ana nini? Ana kitu kikubwa sana kwa huku kutokea Afrika. Kwa hiyo Ukristo haujaanzia Ulaya. Ndio maana nimesema Afrika sio sehemu tu ya historia ya Ukristo, bali Ukristo ni sehemu muhimu sana ya historia ya Afrika. Yani Ukristo ni sehemu muhimu sana ya historia ya Afrika. Kwa hizi mnyi mnazosema zimetoka Ulaya, mimi sijui, lakini mimi nikifuatilia usile dhana ya tangu enzi na enzi mwalimu, sisi kwamba tulikuwa atumwamini Mungu wa kweli. Kwamba yani hiyo dhana ya wanaotuambia kwamba ama wanaosema kwamba Afrika walikuwa hawamwabudu Mungu wa kweli, ni kwa sababu tulikuwa katika kwamba tunaamini mababu zetu na nini hivyo, na kwa hiyo tulikuwa tulikuwa hatuna Mungu, lakini kupitia ile kutuletea dini ndio tumeweza kumjua Mungu aliye. Kwani hata Wayahudi wenyewe tunaowasoma, kwani wao ndo walikuwa na imani ya kweli? Ndio mwalimu, ndio swali kujiuliza mwalimu. Hata hao Wayahudi ambao tunawasoma, Mungu mara ngapi anawalalamikia wanaabudu miungu mingine? Mpaka anatoa mifano ya familia kabisa. Kwenye kitabu cha Ezekiel, Mungu anasema kuna wadada wawili. Mmoja ni Ohola, mwingine ni Oholiba. Wamefanya ukahaba. Sasa huyo Ohola ni Yerusalemu. Alafu huyo Oholiba ni Israeli. Yani unaona Mungu mwenyewe anatoa kumbe ile kwenda kuabudu miungu. Kwani Wayahudi walikuwa wanapigwa kwa sababu gani? Ya ukiona kipigo ambacho kwenye Biblia ukisoma Mungu aliwaacha Wayahudi. Wanaabudu miungu mingine, wamemwacha Mungu wa mbinguni. Kwa swala la kuabudu miungu mingine sio Afrika peke yake. Hata kule ambako ndo tunasema imani imetokea, na wao pia vile walikuwa waabudu miungu pia. Ndio maana Mungu alikuwa anakasirika. Ndio maana unaona Biblia inasema chagueni leo mtakayemtumikia. Ikiwa Bwana ndiye Mungu wenu, mtumikieni yeye. Ikiwa Baali ndiye, umeona huyo Baali ni nani huyo? Ni mungu mwingine. Kwa hiyo watu wasijifichie hapo. Kwa Afrika tulikuwa tumjui Mungu. Hata Israeli kwenyewe na wao kuna wakati walikuwa hawamjui Mungu. Ndio mpaka inabidi aje nabii wa Mungu aje awaambie, jamani, kwa nini mnaabudu mabaali huku? Kwa nini mnaabudu miungu? Kwa nini mnafanya hivi na hivi? Kuna Mungu wa kuabudiwa mbinguni. The same kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokujaga akakuta watu wanaabudu mamizimu. Watu wanaabudu huko Al-Kaaba huko. Watu wanaabudu kulikuwa na nini? Kulikuwa na jumba ambalo kuna miungu kule wamechonga masanamu yako huko, na hivyo watu ndio wanaabudu kwenye hayo masanamu. Ndio alipokuja akasema muabuduni Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nini na ardhi. Kwa swala la kuabudu hii mizimu lilikuwepo tu. Sio sisi wa Afrika tu peke yetu ndio tunachukuliwa eti mashetani ndio tulikuwa tunaabudu mizimu. Wazungu walikuwa waabudu mizimu. Mbona na wao walikuwa wanaabudu mizimu? Kwa wazungu ndio Mungu amewachagua, lakini sisi wa Afrika Mungu hatupendi. Hapana, tusifanye hivyo, kwa sababu hilo ni jambo linakaa likai sawa. Kwa hiyo wamishonari weusi wanasambaza ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo duniani kote. Wachungaji wa Afrika wanawaongoza watu kuwa imara katika imani. Lakini waamini wa Afrika wanamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Na fuatilia tu hata Ulaya na hata Marekani. Wewe fuatilia wale watu wanaoabudu kabisa, yani katika roho na kweli. Utakuja kugundua ni watu weusi, kwa sababu Afrika imekuwa na historia nzuri sana kwenye Ukristo, ambapo sasa Ukristo umekuwa ni sehemu muhimu sana ya historia ya Afrika. Kwa hiyo
Mimi niseme tu kuwa Ukristo haukuanzia katika bara la Ulaya. Ukristo ulianzia Afrika, na haya yote tutaenda kuyaangalia na kuyachimbua kwa undani zaidi, kwa sababu mimi bwana Deogratias Festo, mimi unanikasirisha sana. Samahani, sio wewe, wale watu wananikasirisha sana mimi kusema eti sisi tunatakiwa turudi kwenye mizimu, tuende tukaabudu mizimu. How come? Eti kwa kusema kuwa hata Ibrahim naye ni mzimu. Okay, mimi sikatai, lakini kivipi yani? Sisi hatumwabudu Ibrahim, ila tunaabudu Mungu ambaye Ibrahim alimleta kwetu. Si umeelewa? Ndio maana lazima kuwe na anwani, lazima tuseme Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Sio wale mizimu tu. Useme tunaabudu mizimu. Maana nasikia wengine kabisa ni Wakristo na wanasema kabisa hata mzimu wa babu yako ukikutokea wewe hamna shida. Jamani, kivipi yani? Tutakuwa tumerudi kwenye ibada za nini? Za mizimu ambazo Mungu alizikataza hizi ibada. Mwalimu, umezungumza kuhusiana na Ukristo wa Magharibi na Ukristo Mashariki. Huku ukisema kwamba Ukristo wa Mashariki ndio huu ambao Ethiopia wanao, ambao ni Orthodox. Yes. Na asilimia kubwa sisi wa Afrika tupo katika Ukristo Magharibi, na ndio ambao umeenea Afrika nzima. Yes, kwa sababu ya athari ya kutawaliwa. Yes, kwa sababu ya athari ya kutawaliwa. Yes. Sasa tunawezaje kuenenda katika Ukristo Mashariki na kuweza kuachana Ukristo Magharibi? Ili hali Ukristo ambao nitakuwa tuufuate ni Ukristo Mashariki. Tunawezaje kwenda huku, kutoka huku kwenda katika Ukristo ambao unamtukuza mtu mweusi? Yes. Karibu mwalimu. Asante sana. Tunawezaje kutoka huko? Kwanza naomba niangalie andiko moja hapa. Kama nitaliona kwa haraka, then nijibu hilo swali. Yohana 8:32. Yohana 8:32. Yohana 8:32. Sasa Yohana 8:32. Tuone maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Manake hakuna kweli unayoijua ndio inayokuweka huru. Ukweli ambao haujui we bado ni mtubwa tu. Kwa hiyo tutawezaje kutoka huku tuelekee huku kwingine? Na ili hali watu walishaaminishwa kuwa, mfano umeona mimi nikiongelea hapa Biblia ya vitabu 88, lakini watu walishaaminishwa kwa hii tunayoitumia imeprintiwa mbinguni kashushwa duniani. Na ndio hapo sasa ndio shida inapokuja. Lakini hapa Yesu alisema mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Ili uifahamu kweli, tunarudi kwenye historia, tuichimbue historia tujue. Tujue ukweli. Ukweli huu unasemaje? Na ndio maana umeona sisi tumekaa tumesimamia kweli hapa kuwa hata Yesu mwenyewe hakuwa mzungu. Huo ndio ukweli wenyewe. Hatuongei hivyo kwa ajili ya ubaguzi, no. Lakini ndio ukweli wenyewe. Ili tujue ukweli, ili watu wajue ukweli. Yesu alibadilikaje kuwa mzungu? Ndio Ukristo wa Magharibi ulikuja kumbadilisha Yesu kama mzungu. Ndio yani unamaanisha kwamba ndio ile wale wa Italy wale ambao walikuwa wanazungumzia kina nani wale? Ambao waliweza kuchora kwa maagizo ya chora hiki, chora hiki, kiwe cha kizungu, chora pua iwe hivi, midomo iwe hivi. Ni Michelangelo alipewa kazi na Papa Pius wa kwanza mwaka wa 300 ulikuwa na ngapi ile na 36. Anasema hebu mchore Yesu na Maria kwa picha yetu sisi. Sasa kumbuka mwaka wa 325 mpaka 331 ndio wameunda Ukristo ambao umechanganya sasa baadhi ya maandiko ya Kiyahudi na tamaduni fulani za kipagani walizokuwa nazo. Kwa mwaka wa 336 Michelangelo anapokuja kuambiwa mchore chora Yesu na Maria kwa picha yetu sisi, manake mpaka wakati huo character walikuwa ni rangi nyeusi. Maana kama sio mweusi walikuwa wanamuongelea kwenye Biblia. Yani kwa sababu hao wote wahusika wa Biblia walikuwa ni watu weusi. Kwa kama angekuwa sio mweusi lazima yani wangeelezea specification zake huyo mtu. Alikuwaje kuaje.
Ndio maana unaona Biblia inasema Esau alizaliwa alikuwa mwekundu. Sasa kwani wa jamii walikuwaje? Walikuwa wa blue. Si unaelewa? Lakini ukiangalia mwekundu kwa leo ni nini? Ni jamii ya wenzetu wa wazungu. Ndio maana alizaliwa. Maana yake jamii ile haikuwa ya watu hao. Kwa hiyo hawa sasa baada ya kuona Ukristo umeenda wataendelea kumtukuza mtu mweusi, ikabidi Michelangelo afanye hiyo kazi ya kumchora nani? Kumchora Yesu akiwa katika picha hiyo. Okay, wengine hao ndio wamekuja kutoa hizi movie za kina Brian Deacon ambazo tumezijaza huku kwenye kuta zetu Afrika tukiamini yule ni Yesu. Lakini ni picha za waigizaji zile ambazo picha hizo ndio kwa namna hiyo mtu nakuta anaomba amefunga macho anaiona picha ya huyo Yesu akiwa ni mpole mle kwenye movie anaongea. Unaona, wasijue ile ni script mtu amembeza kwa sababu Brian Deacon yeye ni Mwingereza yule. Na picha yenyewe ingawa imektiwa huko miaka 1970 na ngapi ile? 78 nafikiri. Picha yenyewe imeaktiwa huku Israeli Tel Aviv. Lakini yeye ni Mwingereza huyu bwana Brian Deacon. Na ameact na movie nyingine. Kwa ilikuwa sababu maalum. Yes, wao wanataka kuleta ujumbe kwa njia ya picha. Lakini ukumbuke wenzetu pia wanatumia michoro pamoja na picha kama ni silaha pia mojawapo ya kuwatawala wa jamii ya watu ambao wameonewa, waliojikandamiza, mimi naweza kusema. Kwa hiyo sasa umesema tutarudije hapo kwenye hiyo Ukristo wa Mashariki wa Mashariki. Maana yake ni kwa kuifahamu kweli. Ndio maana sisi hapa hatuko limited na hicho kuwa hapana. Ndio maana unaona baba yetu alikuja na Biblia siku ile Ethiopian Bible. Vitabu 88. Tewahed. Haitaji vitabu vingi sana. Yes, vitabu vingi alivitaja ambavyo sasa ndio vivyo vitabu sasa hii kwenye hii tunayoisoma ya 66 imepoteza taarifa muhimu. Na hii Biblia ya vitabu 66 inaturuhusu tuende kule pia tuangalie kwenye vitabu vingine. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati kuna mstari mmoja unasema mambo haya yameandikwa katika kitabu cha vita vya Bwana. Hicho kitabu cha vita vya Bwana mbona kipoje kitabu kwenye Biblia? Umeona? Samueli wa pili 1:18 anasema na mambo haya wafundishwe wana wa Yuda maana yameandikwa katika kitabu cha Yashari. Hiyo vitabu 66 mbona hamna? Kwa kuna vitabu vingi tu ambavyo ndivyo. Kwa namna utakavyoweza kurudi tuweza kurudi kwa namna hiyo. Hakuna namna nyingine. Ni kwa kuifahamu kweli kwa sababu wewe haujalimitiwa na kile ulicholetewa. Na wewe una uwezo wa kwenda kutafuta nini? Kutafuta maarifa. Ndio maana wengine tumesoma vyuo vya Biblia lakini unaona kile unachokitafuta mbona haukipati? Inabidi sasa uanze kuingia. Lakini tulipokuja chuo kikuu hapa cha manabii ndio umeona sasa tumejua kweli kupata haya yote. Mwalimu, Leonardo da Vinci ni nani? Leonardo da Vinci alikuwa yeye ni mtu ambaye walimwandaa kabisa wa Italy kuja kufuta historia ya mtu alikuwa anaitwa Imhotep huko Misri huko. Na ndio aliyechora ustaarabu ule wa maana ni kwenye miaka 1500 karne ya 14 ndio aliyechora ule ustaarabu wa mbinguni namna palivyo. Yani the way palivyo na malaika walivyo weupe. Ni weupe. Ni kweli mwalimu. Ni weupe wakuta ni mwanamke mrembo sana. Ana nini? Ana mabawa. Ndio mpaka wengine wakatunga nyimbo malaika nakupenda, nashindwa na mali sina, ningekuoa malaika. Lakini ukija kwenye Biblia malaika inavyomuelezea, kwanza miguu yake ni kama kwato za ng'ombe. Huyo malaika alafu ni kiumbe mkubwa ameenda hewani. Na inategemea sasa ni malaika wa aina ipi. Kwa sababu kuna malaika makerubi, kuna malaika maserafi. Hawa wako tofauti na majukumu yao pia yako tofauti. Hawa makerubi na maserafi. Na mfano hao makerubi wao wana mabawa 4. Wakati maserafi wana mabawa 6. Kwa sababu maserafi kazi yao ni kukaa pale ikulu kwa mzee pale mbinguni. Ambao kazi yao ndo wale wasikia wanaisifu usiku na mchana. Wakiimba mtakatifu mtakatifu mstahili. Hawa ni maserafi. Ambao maserafi hawa nikupe kidogo hiyo. Ambao maserafi hawa unaona mfano malaika Gabriel huyu ni general kutoka kwenye kundi la maserafi. Ambaye huyu malaika Gabriel sasa wao pale wana mabawa 6. Mabawa 2 wanatumia kupaa, mabawa 2 wanafunika miguu yao kwa sababu ya utakatifu ambao mfalme mkuu ambaye ni Mungu anao ili yani asione miguu yao. Kwa hiyo wanafunika miguu yao na mabawa 2 wanayatumia kufunika nyuso zao.
Umeelewa? Ndio maana ya mabawa mangapi? Mabawa 6. 6. Wao wanao mabawa 6. Hao ni maserafi. Maserafi. Yes, lakini makerubi wao wana mabawa 4, ambapo mabawa mawili wanayatumia kupaa na mabawa mawili wanayatumia kufunika miguu yao. Lakini hawa ndio wanaotenda kazi sasa huku duniani huku. Yani wao ndio wanazunguka huku duniani. Wao misheni yao sio kukaa pale mbele ya mzee pale, mzee wa siku. No. Wao misheni yao ni huku kwingine huku. Hawa sasa ambao ni nani? Ambao ni makerubi. Kwa hawa makerubi sasa ukisoma Biblia inasema wana sura 4. Nyuso 4. Makerubi. Kuna upande mmoja uso ni wa ng'ombe, upande mwingine uso ni wa tai, upande mwingine uso ni wa simba, na upande mwingine ni uso wa binadamu. Sasa swali, likiumbe kama hilo utaliimbia malaika nashindwa na mali sina, ningekuwa nayo ningekuoa? Kwa hiyo Leonardo da Vinci sasa wakamtumia sasa huyu kuchora huo ustaarabu. Ni maagizo hayo. Akachora na nini na mambo kadha wa kadha. Lakini Leonardo da Vinci mwenyewe ndiye ambaye alichoraga ile picha ya Yesu kwenye ile karamu ya mwisho ile, wakati wa ile last supper tunaita ile meza ya Bwana. Unaona pale Yesu Kristo yuko pale katikati na wanafunzi wake wako huko pembeni. Sasa yule aliyeko pale katikati alikuwa ni mjomba wake na Leonardo da Vinci. Ndio picha, maana huyu bwana alikuwa ni mchoraji mzuri sana. Leonardo da Vinci yani alikuwa ni mzuri kwenye kuchora, yani akikuangalia tu hivi anakuchora. Kwa akachora hiyo, alafu hawa pembeni walikuwaga ni wahalifu, majambazi wako jela wanasubiri kunyongwa. Ndio akawaangalia akachora picha sasa za. Kwa hiyo huo ndio nini, ndio maana sasa ukiona wengine hao wanachanganyika wanasema Ukristo wenyewe umetoka huko wametuletea, ni kwa sababu wameona hivyo vitu na wanaijua hiyo historia. Lakini Ukristo hapa tunaouongelea, hatuongelei Ukristo sisi wa magharibi. No, tunaongelea Ukristo, maana niliposema Ukristo wa mashariki sio kwa lazima tufuate ule. No, kwa sababu Ukristo asili yake mwanzo kabisa ni huko Afrika, ulianzia Afrika, umeona, kwa watu weusi. Asante.